Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimeripoti kuwa uwanja wa ndege wa Khorramabad ulioko magharibi mwa Iran umeshambuliwa na mashambulizi ya anga ya pamoja ya Marekani na Israel, hatua inaongeza mvutano katika mzozo unaoendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, mamlaka za mkoa huo zinaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu. Mifumo ya ulinzi wa anga iliripotiwa kuwashwa baada ya wimbi jipya la mashambulizi. Mashuhuda mjini Tehran walisema milipuko ilisikika karibu na majengo ya ofisi katika mji mkuu huo, ingawa shabaha halisi haikujulikana. Baadhi ya taarifa zimedai kuwa shambulio hilo lililenga kituo cha utafiti wa anga, lakini madai hayo hayajathibitishwa kwa uhakika. Matukio hayo yanakuja wakati Marekani na Israel zikiongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran. Viongozi wa Israel pia wameonya kuhusu uwezekano wa mashambulizi dhidi ya mtandao wa reli wa Iran. Katika taarifa tofauti, jeshi la Israel limesema limeshambulia kituo cha petrokemikali mjini Shiraz, kusini magharibi mwa Iran. Jeshi hilo lilidai kuwa kituo hicho kilikuwa kinazalisha asidi ya nitric inayotumika katika vilipuzi na maendeleo ya makombora ya ballistic, likisema ni mojawapo ya vituo vilivyobaki vinavyozalisha kemikali muhimu. Hakukuwa na ushahidi uliotolewa kuunga mkono madai hayo. Wakati huo huo, Rais Masoud Pezeshkian amesema zaidi ya Wairani milioni 14 wametangaza utayari wao wa kujitoa mhanga kulinda taifa lao. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, aliongeza kuwa yeye binafsi pia yuko tayari kufanya hivyo. Nimejitolea maisha yangu kwa ajili ya Iran, nipo tayari na nitaendelea kufanya hivyo, aliandika. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo, takriban watu 2076 wameuawa nchini Iran, huku takriban 26,500 wakijeruhiwa, jambo linaloonyesha ukubwa wa athari za kibinadamu kutokana na mzozo huo.